Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, naitwa Karorobi. Naam, shukrani kwa kujumuika nasi. Nami ni Skola Kisanga. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Saudi Arabia itahitaji kurejesha mahusiano na Israel ili makubaliano ya nyuklia walioafikiana yatekelezeke. Maambukizi na vifo vitokanavyo na virusi vya Ebola DRC vinazidi kuongezeka licha ya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Mlipuko bado unaenea kutokana na mapengo ya ufuatiliaji wa mawasiliano, case finding, visa vingi kugunduliwa nje ya orodha waliokutwa na ugonjwa. Mkutano wa kimataifa wa usuluhishi wa migogoro ya kibiashara unaendelea Tanzania, lengo likiwa kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Kujadili masuala yanayohusiana na usuluhishi wa migogoro katika hasa eneo la maliasili, masuala ya maendeleo endelevu pamoja na uwekezaji na migogoro katika ujenzi. Zaidi ya milionea 100 wa Uingereza wameiandikia serikali barua wakiomba watozwe kodi zaidi. Uwanjani, michezo ya Jumuiya ya Madola kufunguliwa rasmi hii leo nchini Uskochi. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba makubaliano ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia yatatekelezwa tu iwapo Saudi Arabia itajiunga na makubaliano ya Abraham's Accords, akiongeza kuwa hakutakuwa na urutubishaji wa nyenzo za nyuklia. Marekani na Saudi Arabia zimefikia makubaliano kuhusu matumizi ya nishati ya nyuklia kwa shughuli za kiraia yatakayoiruhusu Saudi Arabia kurutubisha urani na kujenga vinu vya nyuklia kwa kutumia teknolojia ya Marekani bila kulazimika kukubali ukaguzi wa dharura wa Umoja wa Mataifa ambao Washington imekuwa ikiitaka Iran kukubali hapo awali. Kwa muda mrefu msimamo wa Saudi Arabia umekuwa kwamba haitatia saini makubaliano hayo ya Abraham's Accords isipokuwa kuwe na makubaliano kuhusu ramani ya utekelezaji wa kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina. Bei za mafuta ghafi na gesi zimeongezeka kwa kasi baada ya harakati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen kushambulia usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu. Bei ya pipa moja la mafuta ghafi imefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwanzoni mwa mwezi Juni. Zaidi na Ahmed Bahaj. Shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limethibitisha kuwa meli moja kubeba mafuta Enselia ilipigwa bomu na kushika moto. Limesema tishio la Wahuthi la kuzuia njia ya bahari ya Bab al-Mandeb ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Jumatatu, Wahuthi walisema watalenga maslahi ya Saudi Arabia kulipiza kisasi kufuatia shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa. Takwimu za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha kuwa meli mbili kubwa za kubeba mafuta zilizoajiriwa na kampuni za China, ambapo hapo awali zilikuwa zimegeuza mwelekeo wake, kwa sasa zinapita katika njia hiyo ya maji. Tangu kuanza kwa mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati, Riyadh imeongeza mauzo yake ya mafuta kupitia bahari ya Shamu kwa zaidi ya mara 5. Mamilionea 120 wa Uingereza wameiandikia serikali wakitaka kutozwa kodi kubwa zaidi. Kundi hilo linalojumuisha mtangazaji na aliyekuwa mchezaji wa soka Gary Lineker pamoja na mwongozaji wa filamu Richard Curtis linasema hatua hiyo itasaidia kujenga jamii yenye usawa zaidi na kupunguza utajiri na mamlaka mikononi mwa matajiri wachache tu. Wakijiita Patriotic Millionaires, wanapendekeza kuwepo kwa kodi ya 2% ya utajiri kwa mali zinazozidi thamani ya pauni milioni 10. Waziri Mkuu mpya Andy Burnham hakukataa uwezekano wa kuanzisha kodi ya utajiri alipoulizwa kuhusu swala hilo siku chache kabla ya kuingia madarakani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori nchini Kenya, Zachary Okoth Obado, na washtakiwa wenzake wamepatikana na hatia kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu. Mahakama nchini Kenya imeamua hii leo. Zaidi na Leila Mohamed. Mahakama Kuu ya Milimani jijini Nairobi iliwapata na hatia aliyekuwa gavana wa Migori Zachary Obado, aliyekuwa msaidizi wake binafsi Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa jimbo hilo Kaspal Obiero kwa mauaji ya Sharon Otieno. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari nchini Kenya, jaji alisema Obado alikuwa na sababu kubwa na alipanga njama ya kumuondosha Sharon Otieno ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Obado na washtakiwa wenzake wataendelea kuzuiliwa rumande hadi pale mahakama itakapotoa adhabu yao.
Sharon Otieno mwenye umri wa miaka 26 anadaiwa kutekwa nyara na kuoa mwaka 2018. Mwili wake ulipatikana katika kichaka karibu na mji mdogo wa Oyugis magharibi mwa Kenya. Uchunguzi wa maiti uliofanywa wakati huo ulionyesha kuwa huenda alibakwa na kuchomwa kisu mara 8 kwenye shingo, tumbo na mgongo. Pia alimpoteza mtoto wake ambaye alikuwa bado hajazaliwa wakati wa shambulio hilo. Serikali ya India imesema iko tayari kwa mazungumzo na viongozi wa maandamano makubwa yasiyo ya kawaida ya vijana yanayoendelea katika mji mkuu Delhi. Vuguvugu hilo linalojulikana kama Cockroach Janta Party linataka waziri wa elimu ajiuzulu kufuatia uvujishaji wa karatasi za mitihani. Wawakilishi wa waandamanaji wamesema wako tayari kufanya mazungumzo katika eneo la maandamano au katika ukumbi wa upande usioegemea upande wowote. Maandamano mengine ya kuunga mkono maandamano ya Delhi pia yanaendelea katika miji kadhaa nchini India. Na raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wakitaka ifungue uchunguzi wa awali kuhusu mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Ombi hilo linadai kuwepo kwa mfumo wa mashambulizi makubwa na ya kimfumo dhidi ya wahamiaji na linaishtumu serikali ya Cyril Ramaphosa kwa kushindwa kuwajibisha wanaohusika. Msemaji wa serikali ya Afrika Kusini ameelezea hatua hiyo kuwa ni ya kutafuta kujinufaisha kisiasa, akisema haikidhi vigezo vinavyohitajika ili mahakama ya kimataifa ya uhalifu ichukue hatua. Mamlaka za Ghana zinasema mmoja wa raia wake ameuawa katika maandamano hayo. Hata hivyo, madai hayo yanakanushwa na Afrika Kusini. Hii ni BBC. Shukran Victor Kinani kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia redio shirika mbalimbali. Tanzania ni CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa, Radio 5 na Loliondo FM. Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Most FM, Milele FM na Mwenedu FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Na kama uko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Aliza Del Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karo Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibuni sana na karibu Skola pia. Asante Karo kwa kunikaribisha kazini. Nashukuru sana na tuanze na taarifa yetu kuu ambapo wizara